Story kubwa tumekuwa tukigusagusa juu hapa kila wakati kuhusu nusu finali ya kombe la dunia leo hii Ufaransa dhidi ya Spain, na story imekuwa kubwa kumhusu Lamine Yamal ambaye jana kwenye press conference kuelekea kwenye mechi ya leo, Lamine alikuwa ndiye anazungumza upande wa kikosi cha Hispania, na aliulizwa swali kuhusiana na performance yake kwenye finali za kombe la dunia za mwaka 2026 na mwandishi akidai kwamba Lamine hajakuwa na performance nzuri kwenye hizi finali za kombe la dunia. Analizungumziaje hilo kuelekea hatua ya nusu finali? Mwenyewe Lamine hakuwa na shida, amekubali kwamba ni kweli hajajiona kama amekuwa best performer kwenye hizi finali za kombe la dunia, lakini anaamini hii ndio moment ambayo alikuwa akisubiri kwa hamu kubwa zaidi, kwa sababu anaamini mechi anayokwenda kucheza leo ndio mechi muhimu zaidi kwenye maisha yake ya soka kuliko mechi yoyote aliyowahi kucheza mpaka wakati huu. Anadai kwamba matamanio yake makubwa tangu alivyoanza kucheza mechi yake ya kwanza akiwa na timu ya taifa ya Hispania ni kujiona akitoa kombe la dunia akiwa na kikosi cha timu ya taifa. Kumbuka kwa mara ya mwisho Spain wanatoa World Cup mwaka 2010. Lamine Yamal alikuwa na umri wa miaka 3 pekee. Maana yake hana kumbukumbu nyingi nzuri. Yani kwake ile 2010 ni zamani mno, kiasi kwamba hawezi kuwa na kumbukumbu nyingi zenye uhalisia kwamba labda Spain ilikuwaje, mambo yalikuwa vipi, isipokuwa inabaki tu anasoma kwenye historia, anatazama video clip, na yeye ndio anapata hizo kumbukumbu kama ambavyo wadau wengine, vijana wengine wadogo wanapata hizo kumbukumbu. Kwa hiyo leo imekuwa ni nafasi ya yeye kutafuta nafasi nyingine kwa Spain kwenda kucheza finali kwenye kombe la dunia. Hawakuwahi kufika finali hata mara moja Spain, zaidi ya ile ya 2010 ambayo walitoa kabisa ubingwa. Kwa hiyo matamanio yake ni kuisaidia Spain leo iweze kufika kwenye hiyo finali. Lakini moja ya vitu ambavyo inawezekana, licha ya kwamba kumekuwa kuna huo ukosolewaji wa performance yake, lakini bado ukiangalia kwenye tangu World Cup imeanza mpaka leo tunavyozungumza, Lamine ameshinda tuzo 3 za man of the match. Inawezekana performance inakosolewa kwa sababu hana namba nzuri kwenye magoli na assist. Kwa sababu amefunga goli moja tu tangu World Cup imeanza. Lakini ni mtu ambaye ameshinda tuzo 3 za man of the match. Tafsiri yake ni kwamba ameperform katika hali nzuri. Huwezi kuwa nyota wa mchezo kama performance yako hairidhishi. Kwa hiyo performance ya jumla ni nzuri, japokuwa kwenye numbers, namna ambavyo anasaidia timu kufunga magoli, ndio eneo ambalo linaonekana kidogo linatia mashaka. Kwa hiyo kuna vita ya uwanjani ya Kylian Mbappe against Lamine Yamal, vita ambayo kama utakumbuka msimu uliopita wa La Liga walikuwepo hao wawili wakigombania tuzo ya uchezaji bora wa msimu kwenye La Liga, tuzo ambayo Lamine Yamal aliipata hiyo, japokuwa kwenye ufungaji bora tuzo ilikwenda kwa Kylian Mbappe. Na sasa wanakwenda kupigania tena nafasi ya mmoja kati yao kutinga finali akiwa na kikosi cha timu yake ya taifa, kuona namna gani wanaweza wakaandika rekodi nyingine ya kuwa mabingwa wa dunia, aidha Mbappe ama Lamine Yamal. Ndio vita ambayo ipo pia kwa upande huo. Lakini Frida, nafikiri ulizungumza mwanzo namna ambavyo unawatazama Ufaransa, kama unawapa nafasi zaidi Ufaransa. Bila shaka sijakuwekea maneno mdomoni. Yani ninawapa kwa mapenzi yangu kwao. Kwa mapenzi yako kwao. Sio kwamba nimeangalia mpira nikajua na nini bora. Lakini tahadhari ambayo pia nitamani na mimi niitoe kwa watu wengine. Ukitazama kwenye numbers, Ufaransa wana timu ambayo ina safu hatari zaidi ya ushambuliaji. Wamefunga magoli 16 kwenye mechi walizocheza mpaka sasa, na wameruhusu magoli 2 pekee. Spain wamefunga magoli 12 na wameruhusu goli 1 peke yake mpaka sasa hivi. Wanafika kwenye hii stage ya nusu finali. Lakini kitu ambacho kinanifanya nione kwamba yawezekana Spain yakawa na nafasi nzuri pia ya kwenda hatua ya finali ni namna ambavyo na watazama Ufaransa wamekuwa bora zaidi eneo lao la mbele kwenye ushambuliaji. Lakini ukitazama mechi zao nyingi ukizifuatilia, Ufaransa sio timu ambayo imewahi kupokea sana pressure kwenye lango lao. Hawajakutana na timu yoyote hapa nyuma ambayo ilitengeneza mazingira ya kuwapa pressure, ya kujaribu kutafuta namna ya kutengeneza nafasi. Timu nyingi hizo
imekuwa ikikutana nazo ni timu ambazo wao wakishakutana tu na Ufaransa, unachofikiria kwa namna timu yao ilivyo kwenye safu ya ushambuliaji, unafikiria zaidi kujilinda kuliko kuwashambulia. Lakini leo wanakwenda kucheza na Spain ambayo hawanaga utamaduni wa kujilinda. Wao wenyewe wanaamini kwamba sisi ni bora, tunachotakiwa ni kuingia uwanjani, kucheza, kutafuta magoli. Kwa hiyo ni moja ya mechi ambayo inaweza ikawapa wakati mgumu kidogo Ufaransa, kwa sababu wanatakiwa kwenda ku-experience mazingira ya safu yao ya ushambuliaji na wao kutikiswa. Kama utakumbuka kwenye mechi ya Ufaransa dhidi ya Senegal, Ufaransa waliruhusu goli moja ambalo unaweza ukaita ni la kizembe, kwa sababu ya namna ambavyo licha ya kwamba walikuwa wanaweza kuwashambulia vizuri Senegal, lakini pale walipothubutu kidogo Senegal, Ufaransa waliruhusu goli. Tafsiri yake ni kwamba bado hawana uimara wa kutosha sana kwenye eneo lao la ulinzi, kitu ambacho kinanipa mashaka. Inawezekana leo pia udhaifu wao ukaanikwa na kikosi cha timu ya taifa ya Hispania, japokuwa si bezi ule ubora ambao wako nao. Ni moja ya timu hatari zaidi kwa sasa kwenye eneo la ushambuliaji. Tuisubirie hiyo nusu finali na tuone nani ambaye atakwenda finali, atakayeungana na mshindi kati ya Argentina na England. Hii wiki itakuwa nzito nishaona. Inabidi uwe mvumilivu tu. Yaani kwa mfano katokea Ufaransa wametoka, Argentina nao wametoka, mimi natoka. Na wewe utakuwa haupo kombe la dunia. Pepa la tatu.